Serikali imetenga shilingi bilioni 125 kwa ajili ya ujenzi wa mabwawa 7 katika mikoa ya Morogoro na Dodoma pindi kazi ya upembuzi yakinifu itakapokamilika, huku ujenzi wa barabara ya lami Mpwapwa mpaka barabara kuu ya Dar es Salaam ikitengewa zaidi ya bilioni 5. Hawa hapa mawaziri wa kilimo Daniel Chongolo na waziri wa fedha Balozi Hamisi Omari wakifafanua zaidi wakati wawili hao walipopewa nafasi ya kutoa salamu na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba kwa wakazi wa Gurwe wilayani Mpwapwa mkoani Dodoma mara baada ya kukagua athari za mafuriko yaliyosababishwa na mvua zinazoendelea kunyesha nchini kote. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaenda awamu ya pili ya upanuzi wa hilo bwawa, na hii itaenda sambamba pamoja na ukamilishaji wa upembuzi yakinifu wa mabwawa yote yanayohusu bonde hili linalounganisha Mpwapwa, Kilosa na sehemu za Mvomero, ambapo tumetoka upande wa pili. Kuna mabwawa ambayo sasa hivi yanafanyiwa upembuzi yakinifu: bwawa la Kidete, bwawa la Kigaigai, Kimagai, bwawa la Buigili, Ikoa, lakini tunalo la Hombolo pamoja na bwawa la Dabalo ambalo lipo upande wa Dodoma. Yote pamoja na hili ambalo lipo kwenu, ni wahakikishie tunaendelea na ujenzi, lakini yale tunayoyasanifu tayari Mheshimiwa Rais ametupa bilioni 125 kwa ajili ya kuanza pale tutapokamilisha upembuzi yakinifu katikati ya miezi 3-4 ijayo kuanza ujenzi wake. Nimeambiwa vile vile nitamke lini fedha za kitangulizi, zile fedha za awali kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya Mpwapwa zitatoka. Nimewasiliana na watu wa TANROADS, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wanasema mradi wote utagharimu shilingi bilioni 53. Kitangulizi ni 10% ambayo itakuwa ni sawa na shilingi bilioni 5.3 ndani ya robo hii ya kwanza, Mheshimiwa, na kwa sababu mkandarasi yupo kwenye site tunatarajia ndani ya mwezi huu utatoka hiyo bilioni 5.3. Naye waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbalawa akizungumzia usalama wa reli ya kisasa SGR na waabiria wanaotumia huduma hiyo katika kipindi hiki cha mvua amesema: ndugu zangu, tumekuja hapa kwa ajili ya kufanya tathmini ya athari ambazo zimetokea kwenye mradi wetu wa SGR. Kwa ujumla, reli yetu ya SGR ipo salama, lakini hatuwezi kuruhusu kuendelea kutumia bila kujiridhisha, kwa sababu jambo la kwanza kwetu sisi ni usalama wa wananchi, na duniani kote kwenye reli kama hizi jambo la kwanza ni usalama. Kwa hivyo sisi tunafanya tathmini ya kina kuanzia Morogoro mpaka Dodoma. Hivi sasa wataalamu wetu wapo pale Kidete wanafanya marekebisho madogo madogo. Tunaamini kuanzia kesho usiku njia itakuwa vizuri na tutaanza kufungua rasmi usafiri wa reli ya SGR kutoka Morogoro kuja Dodoma. Akihitimisha maelezo ya mawaziri hao walioambatana naye kwenye ziara hiyo ya siku moja, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema: sasa serikali ya awamu ya 6 ilipoona jambo la aina hii imeanza kuchukua hatua za kushughulika na masuala ya mafuriko, ili maji yanayopita katika vijiji vyetu kuanzia kule usawa wa Kidunda kwenda mpaka Gurwe yawe kwenye mabwawa na yawe yanapita kwa kipimo ambacho hakitaleta madhara. Na hivi tunavyoongea, kule upande wa Kidunda tayari ujenzi umeshafikia 40% na zaidi. Na leo hii Daktari Samia Suluhu Hassan ametuma nusu ya serikali, tuko hapa. Tuna waziri mbunge mwenyeji, tuna waziri wa fedha, tuna waziri wa uchukuzi, tuna waziri wa maji, tuna waziri wa kilimo na tuna naibu waziri wa mazingira pamoja na wataalamu wengine kutoka serikalini, akiwemo katibu mkuu wa wizara pamoja na mtendaji mkuu wa TRC. Tutakapotoka hapa, mbali na miradi ile ambayo tayari inaendelea, tumekubaliana tunaenda kujenga yale mabwawa 9
ambayo yakishajengwa yatafanya tatizo hili la mafuriko kuwa historia. Moja la Kidunda tayari ujenzi unaendelea, lakini bwawa la Kidete nimeambiwa na mheshimiwa mbunge mwenyeji, kaka yangu, mwalimu wangu kule Rumuma, na mabwawa mengine 8. Lakini pamoja na sambamba na hayo, pia yatakapokamilika utafanyika ujenzi wa mabwawa mengine madogo madogo kwenye mito 5 ambayo inakusanya maji na yanaleta athari hizi. Kwa hiyo niwaambie wananchi wa Kidete pamoja na Wanakilosa na maeneo mengine yanayohusika, serikali haijalala, serikali iko kazini, na hivi tunavyoongea fedha za kujenga mabwawa haya zipo. Ili muweze kujua kwamba hatujaanza kushughulikia baada ya mafuriko haya kutokea. Tumeanza kushughulikia masuala haya baada ya kujua kwamba huwa yanatokea kila baada ya miaka 3, 4 ama 5 inayojirudia. Ndio maana ujenzi wa bwawa lile kule tayari ni 40%, lakini ujenzi wa bwawa la Kidete pamoja na Lumuma tayari fedha yake ilishapatikana, na wale wataalamu wa kuweza kutengeneza design pamoja na mambo mengine ya kitaalamu ya kuweza kujenga mabwawa tayari wako kazini, na tunatarajia miezi kama 3 ijayo watakuwa wamemaliza. Katika ziara hiyo ya Waziri Mkuu Dr. Nchemba amekagua athari za mvua katika maeneo ya Tindiga, Kidete, Godegode mkoani Morogoro na Gurwe mkoani Dodoma Januari 2 mwaka huu. John Israel, Banda Media, Dodoma, Tanzania.